Kwa nini watu wanashindwa kumaliza vizuri? Namba moja, kutohesabu gharama kabla ya kuanza. Kwa nini watu huwa hawamalizi vizuri? Kwa sababu watu hawahesabu gharama kabla ya kuanza. Kitabu cha Luka sura ya 14 na ule mstari wa 26 mpaka 34. Anasemaje? Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu, asiyekaa chini kwanza akahesabu gharama, kwamba anavyo vya kuimaliza, kwamba ana bajeti ya kumaliza nyumba, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi. Baada ya kuwa ameweka msingi tu, ere imekata. Watu wote wanaona wakaanza kumdhihaki, wakaanza kumcheka. 30 wakisemaje? Mtu huyu alianza kujenga, huyu mtu alianza kujenga, akawa hana nguvu za kumaliza. Hakuwa na nguvu ya kumaliza. Au kuna mfalme yupi akitaka aende kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza, ambaye akai kwanza na akafanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000, kwamba yeye pamoja na watu buku ataweza kukutana na yule, ataweza kukutana na adui yangu nikamshinda. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengi hawafiki mwisho kwa sababu hawahesabu gharama. Hawakubali kaa chini wakihesabu gharama. Gharama ya kwanza ili umalize. Na Yesu anatoa mfano, anasema ni mtu yupi ambaye akitaka kujenga mnara au akitaka kujenga nyumba, ambaye akai chini akapiga gharama ya kujenga nyumba, anasema ni kiasi gani. Baada ya kupiga gharama, akishajua ile ni kiasi gani, ndipo anaanza ujenzi. Isije ikawa akaingia bila kujua gharama, akapiga msingi. Baada ya kupiga msingi, fedha ikaisha. Baada ya watu wanamsema, huyu bwana alikuwa anasema ana nguvu, amejenga msingi tu ameishiwa tayari, anatoa pofu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wana na chombo ya ujenzi kuna kitu tunakiita BOQ, Bill of Quantities. Kiswahili chake ni ndodosobei. Ni makadirio ya gharama ya ujenzi kabla ya kuanza kujenga. Nilikuwa naambia mwakani tuna kazi ya ujenzi kuanzia mwezi wa kwanza. Tayari inachua kanisa linahitaji kiasi gani, tushapiga gharama. Tunajua msingi unahitaji kiasi gani, kuyanyua tofali zile kuta kiasi gani, tunajua lenta ni kiasi gani, tunajua kupaua ni kiasi gani, tunajua kuwezeka ni kiasi gani, na tunajua finishing ya kanisa ni kiasi gani. Tunajua. Amen. Kwa mtu mwenye hekima lazima ajifunze kupiga gharama. Mtu asiyekuwa na tabia ya kupiga gharama ataishiwa nguvu katikati ya safari, kwa sababu hajui gharama, hajui anahitaji alipe gharama kiasi gani. Kama ni kazi unaiendea, lazima ujue kazi inahitaji stamina kiasi gani rohoni. Kama ni biashara unaiendea, jua gharama yake ni ipi. Kama ni utumishi unauendea, jua gharama utumishi ni kiasi gani. Kama ni kuokoka, jua gharama ya wokovu ni nini. Ukianzia juu pale, Biblia inasema, Yesu anawaambia ili mtu anifuate lazima akae chini, ajue gharama kunifuata ni kiasi gani. Watu wengi wanaishia njiani kwenye wokovu kwa sababu hawajui gharama kumfuata Yesu ni kiasi gani. Leo kanisani, kesho jaribu kidogo tu inamkwasa, nimekwazwa, anaacha kanisa na anaacha na wokovu. Hajajua gharama ya kumfuata Yesu. Kumfuata Yesu ni gharama. Sema amina. Anasema sikuja kuleta amani bali upanga. Na nilikuja kumfanya mtu afitinishwe na baba yake na mke wake na mama yake. Anasema kila mtu lazima hesabu gharama, abebe msalaba na anifuate. Huyo ndiye ambaye ni mwanafunzi wangu. Asiyebeba msalaba na kunifuata, huyo hawezi kanifaa. Sema amina kama unaelewa. Kwa kumfuata
kumfuata Yesu lazima ukubali kulipa gharama. Lipa gharama umfuate Yesu. Na wokovu una gharama, na huduma ina gharama, uimbaji una gharama, kuhubiri kuna gharama. Oh my God, kila mtumishi una gharama. Kubali kuhesabu gharama na ukubali kulipa gharama. Kama huwezi kuhesabu gharama, hautamaliza sawa sawa. Sema amina. Watu wengi wanaishia njiani kwa sababu hawahesabu gharama. You don't know what it takes. Jua hiyo kazi inahitaji nini. Mwimbaji unaimba hapa, jua gharama ya kuimba ni nini ili uguse mataifa. Ni mhubiri unahubiri, jua gharama ni kiasi gani. Ni muombaji, jua gharama. Na wokovu wenyewe una gharama. Sema amina. Unataka kuoa, jua gharama kuoa nini. Know what it takes to be a man. Watu wengi wanaishia njiani kwa sababu hawahesabu gharama. Unataka kuolewa, jua gharama kuolewa ni ipi. Niona Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, sio kwa kukosa upako na maombi. Wewe ukaomba na bado ukakwama, wewe ukafunga na ukakwama bado. Hosea 4:6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kubali kuhesabu gharama. Inawezekana mwaka umefika hapo umechoka tayari kwa sababu haukuwa tayari kuhesabu gharama. Wewe ni mwanaume, kubali kuhesabu gharama. Tuna ndoa nyingi zina shida kwa sababu watu hawajahesabu gharama ya kuwa baba, haujahesabu gharama ya kuwa mama. Kabla ya kuingia kwenye ndoa, kaa chini. Know what it takes to be a man. Know what it takes to be a woman. Hesabu gharama. Kama unaziweza, ingia huko miguu miwili. Kama usiwezi, kaa pembeni. Sio wewe na utoi matumizi nyumbani. What a shameful man. Wewe na utoi matumizi nyumbani na unadai chakula. Wewe ni mgeni na wanaume. Mwanaume, a man is a provider. Mwanaume ndiye anarisha nyumba. Sikiliza vizuri. Mwanaume sio kutega rishwe. Hiyo ni gharama yako, ijue. Mwanaume ni kichwa. Kuwa kichwa sio maana kwa mwanamke amekatwa au umekaba. Kichwa maana yake ni kiongozi. Kichwa maana yake ni mtoa ramani. Kichwa maana yake ni unatoa mahitaji. Sasa ni mwanaume hapo utoi mahitaji, unataka uje chakula kipo sawa sawa. Na unasema mbona leo hamna nyama? Nyama kwa hela ipi iliyoiacha? Kwa hela ipi iliyoiacha? Kula dagaa na matembele. Sema amina kama unanielewa jamani. Haleluya. Hesabu gharama. Watu wengine wameshindwa wokovu kwa sababu hawakujua gharama kuokoka ni ipi. Waliwaambia njoo kwa Yesu kuna wake wazuri. Kwa kilichomvuta kwa Yesu ni wake wazuri. Njoo kwa Yesu kuna waume wazuri. Kilichomleta kwa Yesu ni waume wazuri. Kwa Yesu kuna gharama. Kwa Yesu kuna gharama ya kuacha yote. Kwa Yesu kuna gharama kujikana nafsi. Kwa Yesu kuna gharama ya kuacha usingizi. Kwa Yesu kuna gharama ya kukana dunia na tamaa zake na kumfuata Yesu kwa kumaanisha. Haleluya. So mtu asiyehesabu gharama ni mtu wa kubahatisha. It's like unagusa hapa, unagusa pale, unagusa pale. Unajaribu jaribu. Na nilikuwa nawaambia mwaka unapoanza, kama mtu uliokoka, hesabu gharama, weka malengo na weka mipango. Najua gharama kufikisha mipango ni ipi. Ishi sio kuweka mipango. Ndio kapanga nitajenga gorofa, sawa, tukatai. Unajua gharama kujenga gorofa. Gharama ya maombi, gharama ya fedha, gharama mahusiano. Do you know the price? Wale mnaweka mipango mwaka huu mwanzoni, wakumbushe huu mwezi wa 12, kaa chini, piga mahesabu, tunafunga biashara. Mungu amefanya nini? Na ndio itakuwa sababu ya kumshukuru Mungu. Samaniko nasema pasipo mipango, pasipo maono watu shida kujizuia. Pia kama hauna mipango, hauwezi kujizuia. Ukiingia buku mbili tunaitumia na kunywa chai. Wewe unajua tu kunywa supu asubuhi. Bwana asifiwe.
Kwa ni muda kufanya tathmini nini umefanya kwa mwezi wa 12. Lakini iwe ni sababu ya kumshukuru Mungu na iwe ni sababu ya kupanga tena mwakani. Mungu anahitaji niende sehemu. Mipango ya kiroho, mipango ya kiuchumi, lazima ukae chini upange mipango. Kwa watu wengi wafiki mbali kwa sababu wanachoka, walikuwa na matarajio makubwa na hawakuhesabu gharama, wakaishia kuchoka kwa sababu hawakujua wanahitaji kwenda umbali kiasi gani. Kwa hawakujua zile gharama. Maandiko yanasema ya kwamba kuna watu walienda kumsubiria Yesu. Wale wanawali wengine walikuwa na taa, walikuwa na mafuta, walikuwa na akiba, wengine hawakuwa na akiba. Yesu akachelewa maana hakujua Yesu anakuja baada ya muda gani. Wale walikuwa na taa zikazima, wenye mafuta ya akiba wakaweka. Wale wengine hakujua muda gani Yesu anarudi, taa zao hazikuwa na mafuta na hawakuwa na akiba mafuta, hakujua gharama kusubiri kiasi gani. Ndio maana hakubeba akiba. Waliojua gharama ya kumsubiri Yesu walibeba taa zao na mafuta, lakini wakawa na mafuta mengine ya akiba. Tunajua bwana mkubwa alitabirika anakuja saa ngapi, labda atachelewa kuja, kabeba na akiba. Mtu anayejua kuhesabu gharama anatembea na akiba pembeni kwa jina la Yesu. Haleluya! Weka akiba hata za maombi. Mimi sina shida naombea nini? Hatuombei shida, tunaombea mahusiano. Maombi ni akiba. Haujasikia? Maombi ni akiba. Unaweza maombi sasa hivi akakusaidia baadaye. Maandiko yanasema tukisogelea kiti cha neema na ili tupate rehema na neema ya kutufaa wakati wa uhitaji, sio leo. Wakati wa uhitaji. Maana yake nini? Unaweza maombi leo yasifanye kazi, lakini baada ya miaka 5 Mungu akajibu yale maombi, ukashangaa unavua kipesi wapi. Ulikuwa na akiba ya maombi. Maandiko yanasema, Daudi anasema, Bwana, umehesabu kutanga kwangu, umeona machozi yangu. Je, hayamo kwenye chupa zako? Kwa kumbe kuna chupa maalum. Mungu anatunza maombi ya watakatifu. Mungu anatunza hata machozi ya watu. Hayadondoki chini. No, machozi yako hayadondoki chini, yanadondoka kwenye mikono ya Mungu, na Mungu anatunza machozi ya watu. Hakiyacheki hao, anasema nimeona machozi yako, nimekuja nijibu. Sema amina. Namba 2. Kwa nini watu wanachoka na kuishia njiani? Wanashindwa, hawezi kumaliza vizuri. Namba 2, wanaishiwa nguvu njiani. Biblia inasema ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Mithali 24:10. Watu hawamalizi kwa sababu wanaishiwa nguvu njiani. Ukizimia siku ya taabu, shida sio uaminifu, shida sio unyenyekevu, shida nguvu zako ni chache. Ukizimia siku ya taabu, Mithali 24. Kwa watu wengine wameshazimia tayari kwa sababu hawakuwa na nguvu ya kumaliza walichokianzisha. Ndio maana tukianza jana tunaambia jana tuna maombi ya mwezi mzima tunafunga hapa. Wewe unachungulia mwezi mzima sijara, unasema no, hii haiwezekani hii bwana. Mwambie pastor acha utani bwana, mwezi tena. Unatengeneza stamina, misingi ya kusaidia. Baada ya hapo unachomoka kama risasi na mwezi Disemba. Au unasema hapana, sema hili kanisa watatua na mifungo hili. Hamna pumzika. Ukizimia siku ya taabu, shida mwanangu, power. Na hii sio power ya msosi. Nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za kimungu. Kwa ili usizimie, hakikisha unakusanya nguvu za kutosha. Usiku amka kusanya nguvu. Omba, nena kwa lugha, mtafute Mungu kwa maombi. Funga, tengeneza stamina ya kiroho. Hata jaribu likija umesimama sawa sawa. Kwa nini? Una nguvu za kiroho. Kwa mawimbi yakipiga bado umesimama juu ya mwamba imara. Hauwezi kuanguka. Jaribu likija umesimama vizuri chini ya Bwana. Linapiga linaondoka. Biblia inasema wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatetemeka. Oh my God, my Father. Simama juu ya mwamba, juu ya mlima. Umesimama usiku maneno naomba, unaita jina la Bwana. Lenda kapasia nteria libo kosika manda kasaya mando libo sika pedia manda kai ili babo sata kaya bante. Huyo amekuaje unasema atengeneza nguvu, maana sihitaji kuzimia njiani. Libo koteke makataya heri baba sakata. Bwana akamwambia Elia, amka ule unywe, maana safari yako ni ndefu mno. Wengine mna safari ndefu, hakikisha unakula, unakunywa na unashiba. Sema amina. Unakula kizembe. Kwa kibodi nisaidie sauti ya kibodi iko juu sana. Tuweke sauti ya kibodi. Wengine
saa ya kula wanakula kama dada wa vioni wada, anakusa hivi kidogo tu, nimeshiba. Hapo kwa senyo ni chips, anatafuna viazi viwili na soda, anambia nimeshiba. Mungu alimwambia Elia, malaika alimwambia Elia, amka ule unywe, maana safari yako nini ni ndefu. Usipokula ukanywa utaishiwa nguvu njiani, utazimia. Akala mara ya kwanza Elia, akajirana tena, akamwamsha mzee, nimekuambia hivi, weka kula ushibe, kula gombo ushibe ndani, kula neno ushibe, safari yako ni ndefu. Haleluya. Safari ya ndoa yako ni ndefu, safari ya kazi yako ni ndefu. Hakikisha unakula unashiba. Watu ni wazembe wa kula. Huwa nawaambia saa ya kula kweli, saa ya kufunga kweli. Maanisha Biblia inasema kila ulifanyao ulifanye kwa moyo. Kwa unakula kwa moyo. Wengine mnakula hamna moyo, kula kwa moyo. Watu wanaishiwa nguvu njiani, wanaishia hapo, wanakata tamaa kwa sababu nguvu zimeisha. Hadi tunamwamini Mungu, sasa hivi talichaji, tutamaliza mwaka, talichaji tena, tutaanza mwaka. Kwa neema yake na nguvu zake tutakuwa unstoppable. Hakuna ambaye atatuzuia, hatutazuirika. Aje kwa chochote, hatutazuirika. We are going to be unstoppable. Hawezi ukazuia mafuriko kwa mkono, utaenda na mafuriko au unapisha kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Namba 3. Leo nitaka nifundishe sana, naona kama siwezi kufundisha tena. Mizigo mizito. Ebrania 12:1-3. Mizigo mizito pia ni sababu ya kuhamisha watu, kuwafanya watu waishie njiani. Na mizigo, sio kila mzigo ni dhambi. Ebrania 12:1-3. Basi na sisi, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile, tusingie kwa upesi, tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Cha kwanza, kuna mashindano mbele yetu. There is a race. Kwenye haya mashindano ni mashindano ya kupiga mbio. Kwenye mashindano ya kupiga mbio ukiwa na mizigo, hauwezi ukashinda hayo mashindano. Kwa ili uweze kufika au ushinde kwenye haya mashindano, anasema na tuweke kando kila mzigo mzito. Kuna mengine kwenye maisha sio dhambi, lakini mizigo. Sio dhambi kabisa, lakini ni mizigo. Kuna watu wengine wamewabeba ni mizigo. Kuna mahusiano mengine wameyakumbatia ni mizigo. Kuna kazi nyingine wamezibeba ni mizigo. Kuna maisha unayaishi ni mizigo. Kuna vitu unavipenda ni mizigo, vinakuongezea uzito wa kushindwa kukimbia sawa sawa. Wengine ni football ni mizigo, wengine ni jua kali ni mizigo, na kadhalika na kadhalika. Chochote ambacho kinakumalizia nguvu ya kumtafuta Mungu kinakuwa ni mzigo. Kinakufanya ukose hamu ya kumtafuta Mungu ni mzigo. Kinachukua muda ambao ungeutumia kwa ajili ya kumtafuta Mungu ni mzigo. Kwa sababu tuweke kando kila mzigo mzito. The only way you can go up is to give up. When you give up is when you can go up. Ukibali kuacha haya mambo mengine, pia ukanyanyuka zaidi. Kwa lazima ujue ya kwamba kuna mizigo kazi yake ni kufanya usikimbie kashinda. Namba 4, uchovu wa kiroho. Watu wengi wamalizi pia kwa sababu ya uchovu wa kiroho. Kwa sababu ya uchovu watu wanachoka. Maeneo 3 ya uchovu kwenye maisha ya mwanadamu. Eneo la kwanza ni uchovu wa mwili. Mwanadamu anachoka mwili. Yohana 4:6. Hata Yesu mwenyewe alichoka. Yohana 4:6. Na hapo palikuwa na kisima. Na hapa palikuwa na kisima. Basi Yesu
kwa sababu amechoka kwa safari yake. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Naye alikuwa yapata saa. Ilikuwa ni saa 6 mchana. Kwa tunaona Yesu mwenyewe alichoka kwa sababu ya safari. Huu ulikuwa ni uchovu wa kimwili. Kwa mwili unachoka wapendwa. Na ndio maana wengine na ubiri wanasinzia kwa sababu wamechoka. Kwa eneo la kwanza la uchovu mwanadamu ni uchovu wa mwili. Unaama lakini umechoka. Yesu mwenyewe pia alikuwa amechoka kwa sababu ya ile safari aliyokuwa ametembea, amezunguka, alikuwa amechoka, uchovu wa mwili. 12 Tena zaidi ya hayo mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana uchoshao mwili. Anasema uchosha mwili. Kwa mwanangu kubali maonyo. Zaidi ya mwanangu kubali maonyo. Hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana kunachosha. Kwa mwili unachoka. Kazi inachosha mwili. Na maandiko yanatuonyesha moja ya kazi ngumu mbili. Si unajua hizo? Yaani hizo ndo hata Biblia yenyewe inajua ni kazi ngumu. Ya kwanza huwa ni kulima. Watu wengi hapa hawapendi kulima. Unaweza wapenda kulima? Hawapendi. Kulima ni kazi ya kuchosha. Yule jamaa sasa kufukuzwa na tajiri wake, asema, baba nitafanyaje? Maana kulima siwezi. Kazi nafukuzwa. Kwa nini naogopa kulima? Kulima ni kazi ngumu. Kutoka sura ya kwanza, wana Israeli walifanyishwa kazi gani? Kulima. 2, kufyatua tofali. Kazi ya ujenzi. Ni kazi ngumu zinachosha mwili. Kwa eneo la kwanza la uchovu wa wanadamu ni eneo la uchovu wa mwili. Lakini eneo la pili la uchovu wa wanadamu ni uchovu wa nafsi. Ayubu 11. Uchovu wa nafsi. Ayubu 11. Eneo la pili la uchovu wa wanadamu ni uchovu wa nafsi. Nafsi ya mwanadamu inaweza ikachoka. Ayubu 11 anasema nafsi yangu inachoka na maisha yangu. Sitajizuia na kuugua. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Nafsi yangu inachoka kwa maisha yangu. Kwa nafsi ya mtu ndani yake inaweza ikachoka. Nafsi ikichoka, unazungumzia eneo la hisia. Mtu amekuwa tortured, ameanyaswa, ameonewa, anafika sema, anasema hapa ni mwisho. Nimechoka. Haujana mtu amekuwa kwenye mahusiano, amemtesa, anamwambia ni hapa nimechoka, siwezi kwenda zaidi ya hapa. Nafsi yake imechoka. Nafsi iliyochoka tunaona kwenye hisia, tunaona kwenye maamuzi, tunaona kwenye utashi. Haya ni mambo ambayo yanatuonesha nafsi iliyochoka. Anamwambia mwanaume amenichosha. Kilichochoka nafsi yake. Hisia zake zimechoka. Hawezi kufanya maamuzi tena vizuri. Hawezi kufikiria vizuri. Hawezi kufanya, nafsi yake imechoka. Kwa nafsi ya mtu inaweza ikachoka. Namba 3, roho ya mtu inaweza ikachoka. Roho ya mtu inaweza ikachoka. Yeremia 31:25. Yeremia 31:25. Yeremia 31:25. Nasema Yeremia 31:25. Ndio. Kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu. Nimeishibisha roho yenye uchovu. Nami nimejiridhisha kila roho yenye huzuni. Nami nimeridhisha kila roho yenye huzuni. Kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu. Kwa roho ya mwanadamu inaweza ikachoka. Roho yako inaweza ikachoka. Roho nzito kabisa. Ikaishiwa nguvu. Kwa watu
wanaishiwa njiani kwa sababu mara nyingi wanachoka roho, wanachoka nafsi, wanachoka na miili, alafu wanahisi kuishia njiani, wanashindwa kumaliza. Roho iliyochoka haiwezi kaomba, roho iliyochoka haiwezi kafunga, roho iliyochoka ikamata neno ni kama magazeti, roho iliyochoka haiwezi katoa sadaka, maana haioni maana sadaka nini. Roho imechoka, kwa utaishia njiani kwa sababu roho yako imechoka. Kwa nini watu wanachoka? Moja, watu wanachoka kwa sababu ya urefu wa njia wanazopitia. Isaya 57:10, njia uliyopitishiwa endeka kuchosha. Isaya 57:10. Kwa nini watu wanachoka roho? Ni kwa sababu ya njia, urefu wa njia walizopitishiwa. Ulikuwa umechoka kwa ajili ya urefu wa njia ya, lakini hukusema, lakini haukusema hapana matumaini. Ukajitia moyo ukasema hapana matumaini. Ulipata ukauishwa nguvu zako. Kwa sababu hiyo haukuugua. Ulikuwa umechoka kwa sababu ya urefu wa njia yako. Kwa kuna njia nyingine zinachosha watu. Ulikuwa umeugua, kwa sababu ya urefu wa njia yako, mapito, njia unayoipitia inaweza kukuchosha. Urefu wa njia, kuna njia za karibu, kuna njia za mbali. Kadiri njia inavyokuwa ni ndefu, inakumalizia nguvu, unachoka. Kwa ulikuwa umechoka, sio kwa sababu hukula, kwa sababu ya urefu wa njia yako. Lakini hata kama ulichoka, hukusema hapana matumaini. Ulijitia moyo, ulipata kuishwa nguvu zako, kwa sababu hiyo haukuugua. Kwa mapito ya watu hata kawachosha safari zao, njia zao, kwa sababu ya urefu wa njia ya. Hesabu 21:4-8. Hesabu 21:4-8. Njia unayoipitia. Hesabu 21:4-8. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu, ndio, ili kuzunguka nchi ya Edomu. Ndio. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. 5. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri, ili tufe jangwani? Ndio. Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Unaona, Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Kabla ya hapo, kwanza nianzie mstari huu mzuri huu, Kutoka 13:17. Kutoka 13:17. Ilikuwa, nataka kusoma mstari vizuri. Kutoka 13:17. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasiokagairi watu hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hadi wamevaa silaha zao. Sikia vizuri hapa. Nitarudi hapa kwenye hesabu, niwekee hiyo Kutoka 13 nikuoneshe. Kutoka 13:16. Inasema, Kutoka 13:17 na 18. Inasema, Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Niache hiyo, ngoja nisome hapo. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Unaona, kuna njia nyingine ni za karibu, lakini Mungu alipotoa Israeli kwenye utumwa hakuwaongoza kwenye njia ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hao hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Kuna njia nyingine ni za karibu, lakini njiani hapo kuna Wafilisti, kuna maadui. Mstari wa 18. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea toka nchi ya Misri hadi wamevaa silaha zao.
Jambo la kwanza ambalo linasababisha uchovu kwenye maisha yetu ni kwa sababu ya njia zao wanazopitia. Njia, mapito unayopitia. Njia inaweza ikawa inachosha. Njia hii ilikuwa ni ndefu ikawachosha. Kwa hiyo Biblia inasema Mungu alipotoa hao wana wa Israeli kwenye nchi ya Misri, kulikuwa kuna njia ya karibu kabisa. Na sisi tunajua hao jamaa walikaa jangwani miaka 40, lakini watafiti wanatuambia umbali kati ya Israeli na Misri kilomita 200 mpaka 300. Bariadi Mwanza au zidi kidogo basi usogee Geita au Sengerema. Basi yaani huo ndio umbali huo. Na kulikuwa kuna njia ya karibu. Lakini njia ya karibu andiko anasema ilikuwa ni njia ya Wafilisti. Walikuwa ni watu wa vita. Kwa Bwana hakuwapitisha kwa njia ya karibu. Kwa sababu njia ya karibu kulikuwa kuna Wafilisti ambao wangekutana nao kabigana nao vita. Kwa sababu Israeli hajazoea vita, wangegairi safari wakarudi kwenye utumwa. Kwa Mungu akasema atawazungusha. Aliwazungusha jangwani miaka 40. Fikiria umbali wa hapa na Mwanza. Kwa sababu kilomita 200 mpaka 300. Wanatheolojia wanaamini ingekuwa ni safari ya siku 10 mpaka 11. Hata ungetembea tu kilomita 4 hapa na Duto nalala. Duto na Ramadi unalala. Ramadi na Nyashimo unalala. Nyashimo na Magu unalala. Magu na Kisesa unalala. Kisesa na Mjini unalala. Siku 10 zilikuwa zinatosha kuingia kwenye nchi ya ahadi. 10 days. Na ni shida ya hawa. Walikuwa sio watu wa vita. Walikuwa hawajui kupigana. Mioyo yao ilikuwa na hofu. Na ile njia ilikuwa na Wafilisti. Kwa Bwana akawazungusha njia ya mbali. Na ile njia ikawachosha. Wakazunguka jangwani. Alikuwa anaongoza siku na mchana. Wanaenda. Yeye anawatengeneza kwenye ile njia ndefu. Na ile njia ikawachosha. Njia ya karibu ilikuwa ina Wafilisti. Na hawa jamaa sio watu wa vita. Kwa option lazima uzunguke njia ya mbali. Ile njia ikawafisha moyo. Maana anasema kwenye Hesabu, anasema watu wakapa moyo kwa sababu ya ile njia walioipita. Mapito yanayopitia yakawa ya kuchosha. Majaribu ya kuchosha. Lakini leo nataka tuangalie namna ya kubeba nguvu na neema kumaliza ukiwa na nguvu. Haijalishi mapito, haijalishi safari imekushusha namna gani, bado iko neema kumaliza. Ukajitia nguvu, ukasimama, ukamaliza kwa jina la Yesu aliye hai. Ukamaliza 25 ukiwa na nguvu, ukaanza 26 ukiwa na nguvu tena. Hesabu 21:4 amesema watu wakafa moyo kwa sababu ya njia zao. Njia ambayo Mungu anapitisha. Kila mtu kuna njia Mungu anampitisha. Si wote mnatafuta kuolewa. Mwingine akaamka asubuhi akachumbiwa akaolewa hapo hapo. Lakini mwingine akaingia mahusiano ya kwanza yakavunjika. Akaingia ya pili yakavunjika. Akaingia ya tatu yakavunjika na ya 4 yakavunjika mpaka ni moyo ni vidonda. Baada hapo unaingia kwenye mahusiano manzi. Si wote mnafanya huduma mnaitwa Akaingia huduma ya kwanza wito umekata. Hamna wingi. Huduma ya pili hamna wingi. Huduma ya tatu hamna. Lakini mwingine anaingia tu mambo yote anapanda hivi. Njia inaweza kavunja watu moyo. Njia inaweza kawachosha watu moyo. Njia inaweza kawachosha watu. Njia inaweza kuchosha. Mapito inaweza ni sababu ya watu kuchoka. 2. Nature ya njia unayopitia. Ubaya wa njia. Njia nyingine zina mashimo, nyingine zina makolongo, nyingine zina milima, nyingine zina mabonde. So can get tired because of that. Kwa nini Mungu mara nyingine atupisha kwenye njia ndefu? Hawa Waisraeli hao walikuwa na uwezo wa kuwa na siku 10. Na Bwana akawapitisha njia ya mbali. Mara nyingine Mungu anakuzungusha we. Kwa nini unataka unipe mume unanizungusha kiasi? Kwa nini unataka unipe kazi na kama miaka 10 sina kazi unanipa kazi? Baada ya miaka 10 nimeteseka, nimevolunteer, ndio unanipa kazi leo. Why? Mara nyingine Mungu atuzungusha njia ya mbali. Unataka unipe mtoto miaka 6 kwenye ndoa sina mtoto. Baada hapo ndipo unanipa mtoto mwaka wa 7. Kwa nini njia ya mbali? Na njia zinachosha. 1. Kwa nini Mungu anatupisha njia za mbali? 1. Kwa sababu haujakomaa kwa ajili ya vita. Kuna wakati mwingine Mungu anapitisha njia ya mbali kwa sababu haujakomaa kukabili vita. Kama haujakomaa kukabili vita na mashambulizi, Kutoka 13:17, kwa sababu haujakomaa kukabili vita. Kwanza ni kumwingiza kwenye hii njia hii vita hawezi. Huyu binti anaitamani ndoa lakini angejua huo moto ndio kula kiingia ataungua. Anatamani hii biashara lakini angejua hii biashara hii akiingia huko atakufia huko. Anatamani hii kazi lakini akiingia hii kazi sioni kama atoboa ile ofisi. Haujakomaa kwa ajili ya vita.
Kwa maana nyingine Mungu atakuzungusha wakati anakuzungusha ndipo anakutengeneza. Anasubiri ujenge stamina, ujenge misuli ya kabili maadui wakija kutoka sawa sawa. Ndio maana unazungushwa kwanza. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu waende. Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi. Hakuwaongoza kwa njia ya nchi. Ijapokuwa ilikuwa ni karibu. Ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema. Maana Mungu alisemaje? Wasije wakagairi safari. Watu hawa hapo watakapokutana. Wakikutana na Wafilisti. Na kurudi Misri. Kwa maana nyingine unazungusha sio kwa sababu wanakupenda, no, ni kwa sababu stamina yako bado. Haujawa na stamina kupigana. Haujawa na stamina kushinda. Baba, nataka nianze huduma wapi? Bariadi. Wapi? Kule panaitwaje kule? Gambosh. Gambosh unajua wewe? Ambie naijua Gambosh. Unaenda mchungaji unakuja kuamka asubuhi umenyorea nywele mchungaji. Mchungaji vipi? Unampigia askofu. Babari ni tete. Usiku nimelala na pambana. Yaani kwa hiyo Gambosh huko. Bwana kuandaa uende Gambosh usimame. Kwa anasema aliwazungusha kwa sababu walikuwa hajawahi kupigana vita. Kwa Mungu anasema hapana, wewe ngoja muache kwanza. Ajifunze kupigana. Akishajua kupigana ndipo tena vita. Namba 2, Mungu anakuchengea tabia au Mungu anakuchali. Kumbukumbu la Torati 8:1 mpaka. Kuna wakati Mungu anapitisha mbali Mungu anajaribu moyo wako. Aone kama kweli unamtegemea. Unaishi. Amrina kwa Mungu leo. Utaishika kuitenda. Utaishia kuitenda. Mpate kuishi na kuongezeka. Na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote. Utaikumbuka njia ile yote. Mungu wako aliyokuongoza miaka 40 katika jangwa. Ili akutweze. Ili kutweze maana ni kushushwa. Tuhambo. Kukujaribu. Na kujaribu. Kuyajua yaliyo moyoni mwako. Kujua aliyoko ndani ya moyo. Kwamba utashika amri zake au kwamba utavishika au la. Kwa Mungu anapitia jangwani. Shida sio ya kutesa. Shida ya kujengea character. Shida ya kujengea tabia. Shida aone kama moyo wako unampenda au hapana. Kwa utazungushwa jangwani Kumbe Mungu kuna kitu anakiangalia ndani ya moyo. Akakutweza, akakushusha. Akakuacha uone njaa. Akakulisha kwa maana. Usiyoijua wewe wala baba. Hawakuijua. Apate kukujulisha. Kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali uishi. Yesu alikoti hilo andiko. Bali uishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Sema amina. Mavazi yako hayakuchakaa. Wala mguu wako haukuvimba. Miaka hiyo 40. Bwana asifiwe. Miaka 40 Mungu anawajaribu mioyo aone. Kwa wakati wa jangwa ni wakati wa kujaribiwa mioyo. Ni wakati wa kupima. Mungu anapima, anaona huyu ameambatana mimi bado. Yesu nakupenda. Nisinikwambiaga. Mungu alisema watu wape muda, watu wape umbali na watu wape moto. Utajua watu wanaambatana au bado. Mambo matatu. Give them time, give them fire, give them distance. Wape muda, wape umbali, wape moto. Kwa maana nyingine Mungu anapitisha kwenye njia ya mbali akuzungushe huko. Anataka achunguze moyo wako. Namba 3. Mungu anataka ajitwalie utukufu katika hayo unayopitia. God wants to take the glory. Mtu ukishapitishwa, baada ya hapo utasema hapa ni Mungu ndiye amenisaidia. Kwa watu wengine baraka zikiwaya haraka sema ni mimi tu. It was easy. Mungu anataka kuzungushe. Siku ukipata ujue kama sijapata kwa nguvu zangu. Utazungushwa mpaka uchoko jikatie tamaa. Baada Mungu anatokea, ndipo utajua namna kumrudishia Mungu tu kwamba hapa ni Mungu amenisaidia. Hapa sio mimi. This is not me.
Kwa nini watu wanachoka? Nilikwambia ni kwa sababu ya uchovu wa safari, kwa sababu ya uchovu wa kiroho. Lakini kwa nini watu wanachoka? Sababu nyingine nimekwambia kwa sababu ya urefu wa safari au njia zao. Lakini pia watu wanachoka kwa sababu ya utumishi, service au administration. Utumishi unachosha watu. Kutumika kunaleta uchovu wa kiroho. Kutumika kunaleta uchovu. Ukiendesha gari kwa muda mrefu, baada ya hapo inabidi gari iende service. Imechumika, imechoka, ifanywe service. Unapotumika ni mtumishi wa Mungu, jua kuna nguvu unaipoteza, utachoka. Luka sura 8 mstari wa 46, Yesu anawaambia kuna mtu amenigusa. Luka 8:46. Luka 8:46, kuna mtu amenigusa. Yesu anasema, Petro anasema hapana, tulikuwa tumekuzunguka hapa. Hiyo iacha mtumishi kwa sababu ya muda. Yesu anaambia hapana, kuna mtu amenigusa, kwa maana kuna nguvu zimenitoka. Kila utumishi unatoa nguvu. Wewe njoo hapa hii babanyaye, baada hapo you don't go to recharge. Kila utumishi unatoa nguvu. Ombea watu, ponya watu. Kuna kiwango cha nguvu kinatembea baada hapo. Kwa uchovu, utumishi unaleta uchovu. Yesu akasema kuna nguvu zimenitoka. Ndio maana Yesu kila baada ya utumishi alikuwa anaenda kuomba, ili kusudi arejeshe nguvu ambazo zinakuwa zimetoka. Marko 1:35 ilikuwa tabia Yesu kwenda kuomba alfajiri. Mathayo 14:23 na sehemu nyingine. Kwa nini watu wanachoka? Majaribu na mapito magumu. Majaribu na mapito magumu. Yeremia 45:3, mapito magumu na majaribu. Yeremia 45:3. Wakorintho wa kwanza 10:13. Kwa nini watu wanachoka? Namba 5, vita vya kiroho. Vita vya kiroho. Nimesema namba 4 ni kwa sababu ya majaribu ya kiroho na mapito magumu. Majaribu na mapito magumu. Yeremia 45:3. Wakorintho wa kwanza 10:13. Kwa nini watu wanachoka? Ni kwa sababu ya vita zisizokoma au vita vya kiroho. Kila siku unapigana vita, utachoka. Vita hata kama ukishinda, lakini kuna nguvu inatumika kuleta uchovu juu yako. Kwa nini watu wanachoka? Namba 6, kwa sababu ya kufanya kazi bila kupata. Kufanya kazi bila kupata walichokitegemea. Kufanya kazi bila kupata. You are working but you don't care. Unafanya kazi lakini haupati. Luka 5:5. Luka 5:5 sema tumefanya kazi ya kuchosha. Luka sura 5 mstari wa 5. Luka sura 5 mstari wa 5. Luka sura 5 mstari wa 5. Nifanye nini kuzuia kuchoka? What should I do kuzuia kuchoka? Nifanye nini kuzuia kuchoka au uchovu wa kiroho? Nifanye nini ili kuzuia kuchoka kiroho? Au kama nimechoka nifanye nini? Ebrania 12:1-3. Mstari wa 2, Ebrania 12:2 somee. Mtafakari Yesu. Have time to look at Jesus. Yeremia 12:2. Nifanye nini napokuwa nimechoka? Jifunze kumtizama Yesu au jifunze kumtafakari Yesu. Ebrania 12:2 nasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba Yesu, akadharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha, mwenye kutimiza imani yetu, tusije tukachoka tukazimia. Lakini namba 2, jifunze kumngoja Mungu. Jifunze kumngoja Mungu. Isaya 40:31. Jifunze kumngoja Mungu. Isaya 40:31. Isaya 40:31. Jifunze kumngoja Mungu. Nisomea hapo Isaya 40:31. Learn to wait upon the Lord. Isaya 40:31. Isaya 40:31. Bali wao wamngojao Bwana watapewa nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawata. Watakwenda kwa miguu wala hawatasimia. Amen. Wamngojao Bwana watapewa nguvu mpya.
Maombolezo 3:25. Maombolezo 3:25. Maombolezo 3:25. 3:25 inasema Bwana ni mwema kwa hao wamngojao. Bwana ni mwema kwa hao mngojao. Kwa hiyo nafsi imtafuta. Bwana asifiwe. Kumngoja Bwana, kuvuka au kumaliza kwa ushindi, kumaliza ukiwa na nguvu. Inawezekana kweli kuhesabu gharama, inawezekana kweli ulikuwa unapiga hatua na unaona kama unaenda, lakini haoni kama you can finish well. Kuna neema ya kumaliza ukiwa na nguvu bila kuchoka. The grace to finish. Na hiyo ndio ambayo nataka tuiombe. Bwana akupe neema kumaliza mwaka. Sema Bwana wapa nguvu wala sio na uwezo. Wala mngojea Bwana atapewa nguvu mpya. Huu mwaka huu unamalizaje? Hapo ulipofika unahisi tayari una uchovu wa kiroho. Unahisi kama umeelemewa na mambo mazito. Au unasema ngoja tu na huu ishe, nianze mwingine fresh. Sasa ngoja tu na 25 ishe, ngoja nijipange vizuri 26. 25 ni kama imeisha. Ngoja nisubiri bora na uzima, bora na pumzi ipo. Yeye anakuambia cha msingi pumzi. Anasema nijipange vizuri nianze 26. Sasa unahisi kuugua ndani yako. Na uone kama you can do something. Sasa unatumaini bado nani? Hata habari ya wokovu. Au unahisi hata tumaini lenyewe ni hamna kabisa. Sasa unaona kuendelea au unaona kuishia hapa tu? Sasa unaona nini juu ya huu mwaka? Siku zibaki, si unaona nini juu ya Bwana? Sasa umechoka, hauoni kama utamaliza. Sasa unaona utashindwa. Sasa unaona umeishiwa nguvu. Sasa hauoni kuendelea. Mambo yamekuwa ni mengi, yamekuchosha. Mabidha yamekuchosha. Hauoni kama utafika unakoenda. Biblia inasema hatulegei. Nataka nitimishie hapa. Wakorintho wa pili sura 4 mstari wa 16. Nataka nitimishie hapo. Wakorintho wa pili 4:16. Katikati ya majaribu, katikati ya njia ndefu za kuchosha, unaona imeisha. Je, unahisi kuchoka ndani ya moyo? Unahisi nafsi yako imechoka? Nisomea Wakorintho wa pili 4:16. Je, unaona umechoka? Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 16. Hapana, watu wangu leo. Wakorintho wa kwanza 4:16. Wakorintho wa pili 4:16. Wakorintho wa pili 4:16. Inasema, heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo hatulegei. Bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanya upya siku hata siku. Biblia inasema kwa hiyo hatulegei, kwa hiyo hatuchoki, kwa hiyo hatuzimii. Hata kama mtu wa nje unachakaa, hata kama mtu wa nje ni kama tumechoka, hata kama ni kama hatuna nguvu, hata kama ni kama tunaishia hapa, anasema hatulegei, hatuchoki,
hatuishii hapo. Utu wetu wa ndani unatiwa nguvu siku kwa siku, saa kwa saa, dakika kwa dakika. We are being given power. Sema amina kama unaelewa. Sema kwa miguu ya. Naona maiki yangu naishiwa nguvu. Nguvu ya kumaliza ukiwa imara. Hii 25 imalizaje? Hii 25 inaishaje? Hii 25 inaishaje? Hii 25 inaishaje? Paulo anasema hatulegei. Hatulegei. Anasema silegei. Ni kweli mapito ni magumu, yamenichosha. Ni kweli kuna shida imenichosha. Bwana anasema silegei. Anasema hatulegei. Hata kama utu wetu wa nje unachoka, hata kama tunasongwa kila mahali, yeye anasema mimi silegei, najitia nguvu, nitasimama. Nitavuka nikiwa na nguvu, nitamaliza nikiwa na nguvu. Ninasimama kwa jina la Yesu, nitavuka nikiwa salama. Anasema silegei kwa jina la Yesu.